Kuna watu ambao ukiwaona tu unajua kabisa hawa si wa kuchezewa. Si kwa sababu wana nguvu za ajabu au pesa nyingi, bali kuna nguvu ya siri ndani yao inayomlazimisha kila mtu kuwa makini anapokuwa karibu nao. Je, wewe unayo hiyo nguvu au bado watu wanakuchukulia poa na kukutumia wanavyotaka? Leo nakupa dalili 8 zinazoonyesha wewe ni mtu wa kuheshimiwa, na hakikisha huikosi dalili ya 4 na ya 8, maana hizo ndizo zinazowaumbua watu wanaotaka kukuchezea bila wewe kujua. Twende kazi. Namba 1, una uwezo wa kudhibiti mihemko yako, emotional mastery. Mtu ambaye hawezi kuchezewa kirahisi si yule anayefoka, bali ni yule asiyetikisika. Katika saikolojia tunaita non-reactivity. Watu wanaopenda kuchezea wengine mara nyingi hutumia ndoano ili kukuudhi. Wanataka uingie kwenye frame yao ya hasira ili wakutawale. Unapokataa kutoa jibu la hasira, unapotazama tu na kukaa kimya baada ya mtu kukufanyia mzaha mbaya, unamtumia ujumbe kuwa mbinu yake imefeli. Hii inamfanya mchokozi ajihisi mdogo na mpumbavu. Kudhibiti hisia zako ni kuonyesha kuwa wewe ndiye mmiliki wa amani yako ya ndani na hakuna mtu wa nje mwenye password ya kuivuruga. Namba 2, lugha yako ya mwili inatangaza mipaka, physical presence. Huna haja ya kusema niheshimuni. Mwili wako unapaswa kusema hivyo. Watu wasiochezewa kirahisi wana kitu kinaitwa open posture. Hawasubiri kutoa nafasi, wao huchukua nafasi. Muhimu zaidi ni mawasiliano ya macho, eye contact. Mtu ambaye hawezi kuchezewa kirahisi hakwepeshi macho yake kwanza anapokutana na mtu mwingine. Anakuangalia machoni mpaka umalize kuongea na anasubiri sekunde 2 kabla ya kukujibu. Hiyo gap ya sekunde 2 ni silaha nzito. Inamfanya mzungumzaji mwingine aanze kujitathmini kama amekosea au amesema kitu cha kijinga. Hii sio kukodolea macho kwa fujo, bali ni kuonyesha kuwa ninakuona na kuelewa na siogopi chochote unachojaribu kufanya. Namba 3, unasema hapana bila kutoa maelezo. The power of no. Hii ni dalili kubwa sana. Watu wanaochezewa kirahisi mara nyingi wakikataa kitu wanaanza kujitetea. Samahani, siwezi kuja kwa sababu nilikuwa nataka nifanye hivi. Hii ni ishara ya udhaifu. Mtu mwenye msimamo anasema, hapana, sitaweza kufanya hivyo kwa sasa. Akishasema hivyo, ananyamaza. Ukimya unaofuata baada ya neno hapana ni mtihani wa nguvu. Ikiwa unaweza kuvumilia ule ukimya bila kujieleza, watu watajua kuwa msimamo wako ni ukuta wa zege. Wanajifunza kuwa muda wako na mapenzi yako si vitu vya kuchezea. Namba 4, huogopi kupoteza. The law of detachment. Hii ndiyo point niliyokuambia usikose. Watu wengi wanachezewa kwa sababu wana njaa ya uhusiano au njaa ya kukubalika. Wanaogopa kuwaachia marafiki au wapenzi wenye dharau kwa hofu ya kuwa wapweke. Mtu ambaye hawezi kuchezewa kirahisi ana ujasiri wa kuondoka, willingness to walk away. Ikiwa heshima haipo mezani, unanyanyuka na kuondoka bila kupiga kelele. Unapokuwa tayari kumpoteza mtu yeyote ambaye anavunja kanuni zako za heshima, unakuwa na nguvu ya ajabu. Watu wanajua kuwa wewe si option, bali ni privilege, na wakikupoteza ni hasara yao. Namba 5, unasikiliza zaidi kuliko unavyoongea, strategic listening. Mtu anayeongea sana anatoa siri zake zote, udhaifu wake na hofu zake. Watu wanaochezewa mara nyingi hujaribu kujaza kila ukimya kwa maneno ili wasijihisi vibaya. Lakini mtu mwenye mamlaka hutumia ukimya kama mtego. Unapomsikiliza mtu mwingine bila kumkatiza, unamfanya yeye ajianike. Watu wanakuogopa kwa sababu hawajui nini kiko kichwani mwako. Unakuwa kama black box. Hii inatengeneza hali ya unyenyekevu kwa wengine kwa sababu hawajui jinsi ya kukupata au kukudanganya. Namba 6, unajitegemea kifikra, intellectual independence. Hufuati mkumbo. Ikiwa kila mtu anasema A,
lakini wewe unaona B ni sahihi, unasimamia B hata kama utakuwa peke yako. Watu wasiochezewa hawana hitaji la kuthibitishwa na wengine, validation. Watu wanaopenda kuchezea wengine, manipulators, hutafuta watu ambao wanataka kupendwa na kila mtu. Ukisha kuwa mtu ambaye hujali kupendwa na kila mtu, mcheza madili, manipulator, anakosa pa kukushika. Uhuru wako wa kifikra unawafanya watu wajue kuwa huwezi kupelekwa kama bendera inaofuata upepo. Namba 7. Unajali thamani yako, self-investment. Hii inahusu jinsi unavyojichukulia. Je, unavaa vipi? Je, unakula nini? Je, unajijali kimwili? Mtu anayejiheshimu mwenyewe huwafundisha wengine namna ya kumheshimu. Ikiwa unajiruhusu kuwa mchafu, mvivu au mtu asiye na malengo, unamtumia ujumbe kila mtu kuwa mimi nipo hapa kwa ajili ya kutupwa. Lakini unapowekeza kwenye akili yako, mwili wako na ujuzi wako, unajenga ukuta wa heshima. Watu hawawezi kumchezea mtu ambaye anaonekana anajithamini kwa 100%. Unakuwa kama bidhaa adimu ambayo kila mtu anajua ina thamani kubwa na haiwezi kupatikana kirahisi. Namba 8. Hujitetei unaposhambuliwa kidhihaka, handling disrespect. Hii ndio inaotenganisha watoto na watu wazima. Mtu akikutolea mzaa wa dharau mbele ya watu, mtu dhaifu atacheka kwa aibu au atakasirika na kuanza kufoka. Mtu ambaye watu hawawezi kumchezea anafanya kitu kimoja. Anamuuliza mchokozi swali la moja kwa moja. Kwa mfano, unamaanisha nini kusema hivyo? Au unamtazama tu kwa sekunde 5 bila kusema neno. Kitendo cha kutocheka na kudai ufafanuzi kinamfanya mchokozi ajihisi uchi. Unamrudishia aibu yake yeye mwenyewe. Hii inawafundisha watu kuwa kila neno wanalosema kwako linabeba gharama na si kila mzaa utakubalika. Kama umefika mpaka hapa, basi wewe ni miongoni mwa watu wachache sana ambao wako tayari kubadili maisha yao na kuwa alfa katika mazingira yao. Kumbuka, heshima si kitu unachopewa kama zawadi, ni kitu unachokilazimisha dunia kikupe kupitia msimamo wako. Je, ni pointi gani kati ya hizi imekugusa zaidi? Niandikie kwenye comment hapo chini, nasoma kila moja. Na kama video hii imekufungua macho, usisahau kulike na kumtumia rafiki yako mmoja ambaye anahitaji kujengewa msimamo. Asante kwa kutazama. Peace.